Tugeukie habari za michezo na burudani zilizopewa uzito kwenye magazeti ya Jumanne ya leo, nikilianza na gazeti la Habari Leo. Upande wa michezo, habari kubwa inasema Yanga Simba zatua Zanzibar. Timu za Yanga na Simba zimesafiri kuelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa ngao ya jamii utakaopigwa katika uwanja wa New Amani Complex kesho. Simba waliocheza mchezo wao wa Simba Day dhidi ya Polisi Kenya na kufungwa kwa bao 1-0 Jumamosi, walikuwa wa kwanza kuelekea Zanzibar alfajiri. Baadaye mchana watani wao Yanga nao waliondoka Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo huo wa kesho. Msimu uliopita Yanga ilishinda ubingwa huo wa ngao ya jamii na kuifunga Simba bao 1-0. Bao lililofungwa na kiungo mshambuliaji wake Pacome Zouzoua, ambaye hata kuwa sehemu ya timu hiyo kwenye mchezo huo wa kesho kutokana na kuwa majeruhi. Mchezo huo ni maalum kwa ajili ya kuashiria ufunguzi wa msimu mpya wa Ligi Kuu Tanzania Bara unaotarajiwa kuanza kesho kutwa. Katika hatua nyingine, Rais Samia Suluhu Hassan amesifu tamasha la Yanga maarufu kama Yanga Day lililofanyika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam juzi. Tamasha hilo lilikuwa maalum kutambulisha kikosi cha timu hiyo na benchi la ufundi kwa ajili ya msimu mpya wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara na mashindano ya kimataifa. Akiandika kwenye ukurasa wake wa Instagram, Rais Samia alisema tamasha hilo lilifana na kuitakia heri timu hiyo kwenye msimu mpya wa ligi ya michuano ya kimataifa. Pongezi kwa klabu ya Yanga kwa tamasha la Yanga Day kwa mwaka 2026. Hakika limefana sana. Ninawatakia kila la heri katika msimu ujao kwenye mashindano ya kimataifa, ya kitaifa na kimataifa, aliandika Rais Samia. Hii ni habari ambayo imepewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Habari Leo. Habari nyingine inasema uwanja wa Mkapa kukabidhiwa Oktoba. Uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam unatarajiwa kukabidhiwa na serikali miezi miwili kuanzia sasa baada ya kuwa katika marekebisho kwa miezi kadhaa. Uwanja huo unafanyiwa ukarabati kwa ajili ya mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027 yatakayoandaliwa na nchi za Tanzania, Kenya na Uganda. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa, alisema uwanja huo ulikuwa unatengenezwa sehemu ya kuchezea na utakabidhiwa kwa serikali baada ya miezi miwili kuanzia sasa. Mkandarasi yuko zaidi ya 50% ya utengenezaji wa sehemu ya kuchezea. Ametuahidi kutukabidhi baada ya miezi miwili kuanzia sasa. Atakuwa amekamilisha kwa sasa. Yuko katika hatua za mwisho kabisa, alisema Msigwa. Alisema mkandarasi yuko katika hatua za mwisho na akikaribia kuweka udongo ili aanze kupanda nyasi na kuziotesha. Hata hivyo, alitoa tahadhari kuwa zitatolewa taratibu za utumiaji uwanja huo na lazima zizingatiwe kuutunza zisiharibike. Arteta matumaini kibao kwa Guimares ni habari inayoendelea ukurasa wa 22. Milioni 120 zatengwa CRDB Marathon. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 22. TFF yaja na mfumo mpya ununuzi wa tiketi. Okay. Wacha nipite na hii hapa. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeanza kutumia mfumo mpya wa ununuzi wa tiketi kuanzia mchezo wa ngao ya jamii kati ya Yanga na Simba unaotarajiwa kuchezwa kesho katika uwanja wa New Amani Complex pale Unguja. Akizungumza jijini Dar es Salaam jana, ofisa habari wa TFF Clifford Ndimbo alisema mfumo huu ambao ni rahisi kuutumia unatoa fursa ya kununua tiketi 4 kwa mtu mmoja na zitakuwa na majina. Tiketi zinapatikana kidijiti pekee kupitia tovuti ya TFF Tickets. Tiketi zitakuwa na majina ya watumiaji kwa sababu za kiusalama, na mtu mmoja anaruhusiwa kununua tiketi zisizozidi tiketi 4 kwa kutumia namba moja ya simu, alisema. Pia Ndimbo alisema sababu za mchezo kupelekwa uwanja wa New Amani Complex ni kwa sababu ndio uwanja pekee uliokuwa tayari na wenye vigezo kamili kwa sasa kuandaa mchezo huo mkubwa. Kuhusu masuala ya gharama na umbali kwa mashabiki, alisema haya kwepeki, kwani hata mchezo ungepelekwa mikoani kama Mwanza au Kigoma, baada ya changamoto ya usafiri ingekuwepo kwa baadhi ya mashabiki. Mchezo wa ngao ya jamii ambao huwakutanisha bingwa wa Ligi Kuu Tanzania Bara na bingwa wa Kombe la Shirikisho na unaashiria kufunguliwa rasmi kwa msimu mpya wa soka. Mapato yanayopatikana kwenye mchezo huo hutumiwa na TFF au wadhamini kufanya kazi za kijamii, kusaidia hospitali, vituo vya watoto yatima na kukuza soka la vijana. Yanga na Simba zinakutana kwenye mchezo huo ikiwa ni siku chache baada ya kucheza mchezo wa kirafiki katika matamasha yao na zote kufungwa. Hizi ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Habari Leo. Gazeti la Habari Leo kwa Jumanne ya leo.
Aha. Peter anasema ashinde atakaye kuwa bora. Okay, David anasema kesho ndio kesho. Kuna mchezaji alisema hata ikiwa Simba sawa. Peter anasema kumbe Yanga ni timu ya mama. Mbona Simba hawasifiwi? Kumbe kuna ubaguzi. Hapana, mbona Simba, magazeti ya jana nilisoma alipongeza pia Simba. Alipongeza jamani. Ombeni Mnyama anasema we Selemani we Sele. Anasema walimtambulisha ila sisi tumesha sainisha na kumtambulisha Selemani we Sele. Jamani, haya, tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee. Gazeti la Tanzania Leo upande wa spoti, habari kubwa kwenye gazeti hili inasema GSM wafanya kufuru nyingine ya fedha Yanga. Yanga imewaongezea mikataba ya miaka 2 nyota wake 4 Djigui Diarra, Ibrahim Baka, Bakari Mwamnyeto na Yao Kuasi, ikiwa ni sehemu ya mipango ya kukijenga kikosi imara kwa ajili ya msimu ujao. Huku taarifa hiyo iliyotolewa na ofisa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe wakati wa kuwatambulisha wachezaji hao mbele ya mashabiki juzi Jumapili katika hafla ya uzinduzi wa kikosi cha msimu wa mwaka 2026-2027 maarufu kama Yanga Day. Wachezaji hao ni miongoni mwa waliotambulishwa katika hafla hiyo, huku klabu ikionyesha imani yake kwa kuongezea mikataba na kuendelea kuwategemea katika mipango yake ya msimu ujao. Kwa mujibu wa maelezo ya klabu, Diarra na Yao tayari walikuwa wamebakiwa na mwaka mmoja katika mikataba yao. Hivyo baada ya kuongezewa mikataba 2, kandarasi zao mpya zitawafikisha hadi msimu wa mwaka 2028-2029. Kwa upande wa Baka na Mwamnyeto, mikataba yao mipya ya miaka 2 inaanza msimu huu wa mwaka 2026-2027 na itamalizika mwishoni mwa msimu wa mwaka 2027-2028. Hatua hiyo imekuja wakati Yanga ikiendelea kuimarisha kikosi chake kwa ajili ya mashindano ya ndani na ya kimataifa, ikiwa na lengo la kuendelea kuwa miongoni mwa timu zenye ushindani mkubwa barani Afrika. Taarifa hiyo ilipokelewa kwa shangwe na mashabiki wa Yanga wakati wachezaji hao walipotambulishwa, ishara ya kuonesha kuwa bado wana imani kubwa na nyota hao kuelekea msimu mpya. Are we together? Okay, Mo Dewji asisitiza jambo Simba Sports Club. Jamani, leo mtaniwia radhi na maswali yenu. Nitayajibu jamani pale saa 5. Nitayajibu saa 5. Leo mniwie radhi tu. Acha tuende hivi. Habari nyingine hapa kwenye gazeti la Tanzania Leo linasema Mo Dewji asisitiza jambo Simba Sports Club. Ni jambo gani? Ngoja tupite nalo hapa. Rais wa heshima wa Simba Mohamed Dewji maarufu Mo amewataka wanachama na mashabiki wa klabu hiyo kutogawanyika, akisisitiza kuwa Simba ni kubwa kuliko changamoto yoyote inayoikabili klabu hiyo na kwamba mabadiliko yaliyopitishwa na wanachama yanapaswa kukamilishwa. Akizungumza mbele ya mashabiki, Dewji alisema mabadiliko ya klabu hiyo yalianza miaka kadhaa iliyopita na yalipata ridhaa ya wanachama, lakini hadi sasa hayajakamilika. Alisema bajeti ya shilingi bilioni 30 imewekwa kwa ajili ya mchakato huo, huku akijiuliza sababu za mabadiliko hayo kuchelewa kukamilika licha ya kuwa wanachama wenyewe walishayapitisha. Mpaka leo mabadiliko tulioanza hayajakamilika. Mpaka lini? Kama ninyi wenyewe mliridhia mabadiliko haya, kwa nini baada ya miaka 10 bado mnakwama? Alihoji Dewji. Dewji pia alisema kumekuwa na taarifa mbalimbali zinazotolewa kuhusu
ambazo sio sahihi, lakini amechagua kukaa kimya kwa kuwa anaamini maslahi ya Simba ni makubwa kuliko yeye binafsi. Mengi yanasemwa juu yangu ambayo sio sahihi, lakini nimechagua kukaa kimya kwa sababu maslahi ya Simba ni makubwa kuliko mimi, amesema Dewji. Lengo langu ni kujenga Simba na sio kufundisha watu wachache, sio kufaidisha watu wachache. Ndio maana na waomba Watanzania, wana Simba wenzangu, mnapoambiwa jambo, hojini, ulizeni, tafuteni ukweli. Jambo la muhimu, tusigawanyike. Simba haiwezi kujengwa kwa taa kuwashwa na kuzimwa. Badala yake tukamilishe mabadiliko na tuende mbele. Mimi niko tayari kufanya sehemu yangu, lakini Simba si ya Mo pekee. Safari iliyoanza lazima ikamilike, alisema. Simba ni kubwa kuliko changamoto yoyote tunayoipitia leo. Tusikubali kugawanyika. Simba yetu twende mbele, amesema Dewji. Are we together? Hello wana Simba. Simba na Yanga zatua Zanzibar ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Tanzania Leo kwa Jumanne ya leo. Simba ni kubwa kuliko changamoto yoyote. Okay, Athmani anasema vipi dada hapo studio mzima? We niko mzima kabisa. Abel anasema mtangazaji nakupenda sana, karibu sana Katoro, asante sana, nashukuru sana. Ombeni anasema Simba hawana jeuri ya kubaki na mchezaji mkubwa kama Sele. Jamani, ili la Selemani bwana nitakuja nalo saa 5. Nimewaahidi kabisa, sasa hivi naomba nisilizungumzie. Twende na magazeti kwanza, tukimbizane na muda. Gazeti la Majira, upande wa michezo na burudani, habari kubwa inasema Rais Samia alipongeza tamasha siku ya wananchi. Kocha Yanga Sports Club wafunguka kuhusu kipigo. Mankoba anasemaje jamani kuhusu kipigo? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amelipongeza tamasha la Yanga Sports Club maarufu siku ya mwananchi iliyofanyika mwishoni mwa wiki kwenye dimba la Uhuru jijini Dar es Salaam. Tamasha hilo kubwa la kuadhimisha miaka 90 tokea klabu hiyo miaka 91 tokea klabu hiyo ianzishwe, sambamba na utambulisho wa kikosi chao kipya cha msimu wa mwaka 2026-2027. Mara baada ya kuhitimisha tamasha hilo, Rais Samia aliipongeza klabu hiyo kwa kuitakia safari njema ya msimu mpya unaoanza. Pongezi kwa klabu ya Yanga kwa tamasha la Yanga Day kwa mwaka 2026. Hakika limefana sana. Ninawatakia kila laheri katika msimu ujao kwenye mashindano ya kimataifa, ya kitaifa na kimataifa, aliandika Rais Samia kupitia ukurasa wake wa Instagram. Katika hatua nyingine, kocha mkuu wa Yanga Sports Club Mankoba Mgith alisema wazi kwamba aliweka wazi hisia zake bila kuficha chochote, akibainisha kuwa uzembe na makosa ya kizembe kutoka kwa wachezaji wake ndivyo vilivyoigharimu timu hiyo katika kichapo cha goli 2-1 dhidi ya Eagles du Congo. Mabingwa hao watetezi walitamatisha tamasha lao la siku ya mwananchi kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam kwa matokeo yasiyoridhisha mbele ya maelfu ya mashabiki waliojitokeza kushangilia kikosi chao kipya. Licha ya kwamba mchezo huo ulikuwa wa kirafiki kwa ajili ya kujipima nguvu kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa mwaka 2026-2027, Mankoba, raia wa Afrika Kusini, alisisitiza kuwa viwango vya makosa yaliyofanywa havistahili kushuhudiwa kwenye timu kubwa kama Yanga. Tulifungwa bao la kijinga sana. Tulifanya makosa ya kijinga uwanjani. Lazima niwe mkweli na wazi, uwanja mzima uone, alisema Mankoba kwa msisitizo baada ya filimbi ya mwisho. Kauli hii nzito inakuja wakati kocha huyo akiendelea kusuka safu yake na kupandikiza falsafa mpya ya uchezaji. Kwa upande wake, mchezo huu ulikuwa jicho la pili la kumsaidia kubaini mapungufu mapema kabla ya mechi rasmi za ushindani kuanza. Safu ya ulinzi ya Yanga ilionekana kupoteza umakini kwenye nyakati muhimu, jambo lililowapa Eagles du Congo mianya ya kushambulia na kupata mabao hayo ya ushindi. Kwa sasa kibarua kikubwa kilichopo mbele ya Mankoba na benchi lake la ufundi ni kurekebisha safu hiyo ya ulinzi na kuhakikisha wachezaji wanajifunza kutokana na makosa yao ili kuingia kwenye msimu mpya wakiwa imara zaidi. Hii ni habari iliyopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Majira, na habari nyingine inasema Simba Sports Club Yanga za pigana vikumbo Zanzibari.
Haya sasa, kwa hiyo mnasemaje jamani? wale watu wa vijembe, mpira unachezwa pale Zanzibar, Simba na Yanga. Kwa hiyo atakayefungwa atarudi akituimbia taarabu. Au inakuaje? Zapigana vikumbo ndio neno sahihi unaweza kusema kuelekea kwenye mchezo wa ngao ya jamii utakao wakutanisha mahasimu wawili hapa nchini, Simba na Yanga. Mchezo huo utachezwa kesho kwenye dimba la Amani Complex visiwani Zanzibar, huku ukisubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa soka hapa nchini. Vikosi vya Simba na Yanga tayari vishatinga visiwani humo, huku Simba Sports Club ndio ya kwanza kutangulia jana kwa ajili ya maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo huo. Wachezaji waliopo katika msafara huo ni Ibrahim Doumbia, Rushine Dereuk, Elie Mpanzu, Kibabage, Duchu, Ibrahim Morris, Libase Gueye, Klatos Chama, Shomari Kapombe, Nio Maema, Hussein Abel. Mchezo huo ni ishara ya kufungua pazia la NBC Premier League na pia mabingwa watetezi wa Yanga Sports Club ambao nao waliwasili Zanzibar jana. Huu utakuwa msimu wa pili kwa Simba mara baada ya kurejea kutoka Rwanda ilipoweka kambi kwa maandalizi ya msimu wa mwaka 2026-2027. Mchezo wa kwanza walicheza dhidi ya Polisi Kenya katika Simba Day Agosti 8, 2026. Walipoteza dakika ya 90 kwa kufungwa bao moja na Elvis Rupia. Kwenye Kagame Cup waliishia nafasi ya pili hatua ya makundi. Mechi 3 walizocheza, ushindi mchezo mmoja dhidi ya Singida Black Stars na waliambulia sare kwenye mechi 2. Yanga anaingia katika mchezo huo kama bingwa mtetezi wa kombe hilo ambalo alilitoa msimu uliopita baada ya kushinda kwa bao 1-0, wakati kwa upande wa Simba wao wanaingia uwanjani wakihitaji kulipa kisasi. Lakini je, wekundu hao wa Msimbazi wanaweza kufurukuta kwenye timu hiyo ambayo inaonekana kuwa imara kwa miaka kadhaa? Na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limezindua mfumo mpya wa kidijitali wa tiketi utakaolazimisha kila shabiki kutumia jina lake kamili wakati wa kununua, hatua inayolenga kukomesha ulaghai, ulanguzi na kuongeza usalama kwenye mchezo wa ngao ya jamii kati ya Simba na Yanga Agosti 12 Zanzibar. Ofisa habari wa TFF Clifford Marion Dimbo alisema jana kuwa mfumo huo umeanza kufanya kazi rasmi kuanzia saa 8 mchana, huku ukimwezesha shabiki kununua tiketi bila kupanga foleni ndefu. Alisema mfumo huo umeboreshwa ili uwe rahisi na rafiki kwa watumiaji wa rika mbalimbali. Ndimbo alisema mtu mmoja ataruhusiwa kununua tiketi zisizozidi 4 kwa kutumia akaunti au namba moja ya simu, hatua inayolenga kuzuia watu wachache kujihodhi tiketi nyingi na kuwanyima nafasi mashabiki wengine. Alisema matumizi ya majina kwenye tiketi yataleta udhibiti mkubwa dhidi ya vishoka ambao wamekuwa wakinunua tiketi kwa bei ya kawaida na kuziuza kwa bei kubwa wakati zinapokuwa zimeadimika. Ni gazeti la Majira hili na habari zake hizo. Photoboy anasema dada Simba wajasajili mchezaji mwingine. David anasema kocha wa Yanga nani jina mtangazaji? Mankoba, hebu tutajie ukiwa hauna jino. Kutaja hilo jina kuna kazi kweli, jina baya sana. Jina gumu hilo. Ombeni anasema Selemani, jamani wana Simba walishangilia walivyosikia jina la Selemani, kumbe ndio walikuwa wanamuaga bila kujua. Basi poleni wana Simba. Ombeni usiniambie Selemani amekuja Yanga jamani, hiyo habari nataka nikaitafute. Yani ni chimbe, yani imekuaje? Nitakuja nayo saa 5. Gazeti la Jamhuri upande wa michezo habari kubwa inasema ligi kuu NBC ioneshe ukubwa wake. Sugu acha ubinafsi kunjua moyo. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Jamhuri kwa Jumanne ya leo. Na aligeukia gazeti la Taifa Tanzania upande wa michezo, tayari huko Yanga milio mingi yasikika kuhusu hawa. Kuna Shalulile hapo. Huyu mwingine ni nani jamani? Kina Tomaso. Mmeona, lakini habari ni hiyo hapo. Tayari huko Yanga milio mingi yasikika kuhusu hao hapo. Mmeona lakini. Haya.
Haya, sasa ngao ya jamii, tiketi zinauzwa kupitia tovuti ya TFF. Ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Jezi 100,000 tu, CEO Jairut aweka shilingi bilioni 5 mezani kumleta Feitoto Simba Sports Club. Ni changamoto ya aina yake. Mashabiki wa Msimbazi watakiwa kununua 100,000 ili kufanikisha saini ya X Factor player anayewatesa kwa hamu. Biashara. Yaani ukiwa mfanya biashara inabidi ujue namna ya kucheza na akili za watu. Tatizo la mwenzako kwako inabidi liwe fursa. Jezi 100,000 tu, CEO Jairut aweka shilingi bilioni 5 mezani kumleta Feitoto Simba Sports Club. Kwa hapo mtanunua jezi 100,000 alafu mnasema Jairut kamleta. Yanga yatahadharishwa, Msheri akiondoka mtajuta. Acha basi. Mjadala kuhusu matumizi ya kijana Aboutwalibu Msheri ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club unazidi kupamba moto, huku baadhi ya mashabiki wakitoa tahadhari kwamba klabu hiyo inaweza kujuta siku moja endapo itashindwa kumpa nafasi ya kutosha kuonesha uwezo. Okay. Ni sawa basi. Coastal Union leo wana jambo lao Mkwakwani. Ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Barca yaongeza dau la Rodri, Romeo aitaka Arsenal, TID aiteka Yanga Day, Zeze yaamsha msisimko uwanja wa Uhuru. Kama wanipenda kaninunulie Zeze, nikikaa studioni Zeze lani bembeleza, oh yeah. Mateso moyoni, hadithi sitaki. David anasema yetu macho Simba tu. Athmani anasema vipi dada, Azam FC wamerudi au bado? Azam wanarudi bado, nadhani tarehe 13. Nadhani ndani ya hizi siku mbili watarudi tarehe 13 kama sikosei. Ombeni anasema muongo. Ombeni anasema muongo huyo. Fei akija Simba mniite jina mniite jina Mngopa jamani. Nye watu mnajua kunipa raha jamani. Okay, tuligeukia sasa gazeti la Wamachinga Sport kwa Jumanne ya leo. Habari kubwa inasema Simba Yanga watambiana ngao ya jamii. Hii picha nimeipenda, lakini nyewe wenyewe si mmeiona hii hapa. Picha nimeipenda sana. Kina Tomaso, mmeiona picha hii? Simba Yanga watambiana ngao ya jamii. Kuna kocha wa Yanga hapa Mankoba, na kuna kocha wa Simba hapa Steve Baka. Okay, ni habari iliyopewa uzito kwenye gazeti la Wamachinga. Polisi Tanzania wajipanga ligi kuu, ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Sala waomba radhi mashabiki Liverpool. Kimoto nimepanga kuibadilisha Singida Black Stars. Ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Kama we ni Machinga, gazeti lako ni hilo hapo. Na ligeukia gazeti la Nipashe. Mwanga wa jamii. Gazeti la Nipashe hili linasema Feitoto atwa tuzo ya MVP Zanzibar. Ni habari inayoendelea ukurasa wa 20. Makocha wachambua vikosi Simba Yanga Sports Club, wasema vimeonesha utofauti, watoa angalizo. Hii habari lazima nipite na alafu habari picha hapa inamuonesha mshambuliaji wa Yanga Peter Shalulile, huyu wa mbele, huyu aliyevalia kijani, akiwania mpira dhidi ya mchezaji wa Les Eagles du Congo wakati wa mchezo wa kimataifa wa kirafiki baina ya timu hizo uliochezwa juzi kwenye kilele cha wiki ya wananchi uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Yanga ilifungwa 2-1. Haya, ngoja tuone sasa hawa makocha wanasemaje bwana. Baadhi ya makocha nchini wametoa maoni yao kutokana na matokeo ya michezo ya kilele cha matamasha ya Simba na Yanga yaliyofanyika Jumamosi na Jumapili kwenye uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, wakitoa hofu
wanachama, mashabiki na wapenzi wa timu hizo kuwa mechi hizo zilikuwa za bonanza, hivyo hawapaswi kuanza kutupiana lawama. Makocha hao Juma Mwambusi na Juma Pondamali wameonyesha kuwa na imani na timu hizo kuwa zitafanya vizuri katika michezo ya kimataifa, ingawa wametoa ushauri nini cha kufanya ili vikosi hivyo kuwa bora zaidi. Habari hii inaendelea ukurasa wa 23 kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mimi napenda nikiona hawa makocha wamekaa pamoja kwa umoja. Ila jamani, anaye designer wa hili gazeti la Mwanaspoti apewe maua yake. Mimi kazi yake huwa naikubali sana. Gazeti alizoeleki, yani mmeliona? Yani hili gazeti huwa alizoeleki. Leo lipo hivi, kesho lipo vile, yani iko vizuri sana. Kaka Jungu anasema, kwa nini dada usiwe unaingia kwenye kipindi cha michezo? Dada upo vizuri sana, asante sana. Nashukuru. Mimi nataka siku moja nije niwatangazie mpira bwana. Anakwenda na mpira. Photoboy anasema, dada, viongozi wa Simba wanafanya makusudi. Sasa anasema sasa jezi zinaponunuliwa huyo mchezaji Jairuti ataweza kuja. Akili mtu wangu. Faitoto anasema, Selemani we Sele, wanakuambia za kuambiwa changanya na zako. Wataalamu wa maneno wanakuambia hivi, kuna mtu anaweza akaja kutokana na hali unayopitia akakupa ushauri mzuri sana, yani ni mzuri ambao mtu yote akiusikia anakuambia kweli ushauri ni mzuri, lakini ule ushauri kwako wewe ukawa na madhara baadaye, ila kwake yeye kwa muda ule ukiufuata ni faida tosha. Kwa hiyo aliyesema za kuambiwa changanya na zako hakukosea. Tuligeukia sasa gazeti la Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani. Miongoni mwa magazeti ya michezo ninayo yakubali ni pamoja na hili la Mwanaspoti. Lipo vizuri kwa kweli. Picha lakini mmeiona kina Tomaso, mmeona jamani, ndugu wakae pamoja kwa umoja na ndio amri kuu tuliopewa. Ila we designer we, mmeona hiyo picha, lakini muangalieni kocha wa Yanga alafu muangalieni na kocha wa Simba, yani the same pose yani. Jamani, habari kubwa hapa inasema wameficha white. Okay. Tukianza hapa, Simba walifungwa bao moja na Polisi Kenya, pamoja na mchezo kuwa wa kirafiki zaidi, lakini kuna wachezaji wapya wa timu zote mbili walionyesha ubora wa tofauti na wenzao. Mshambuliaji wa Simba Kaleso Magalwa alionyesha ... Habari inaendelea ukurasa wa pili. Simba Yanga za timkia Zanzibar. Okay, tukigeukia Yanga walicheza na Les Eagles du Congo ambapo walifungwa bao 2-1. Kwa upande wa Yanga pamoja na wengine kuonesha ubora, lakini Eric Mwijage alionekana kuwavutia mashabiki kutokana na uwezo wake wa kupiga pasi. Sawa bosi, mmoja ataja ubora udhaifu wa kikosi. Haya, ngao ya jamii kwa Yanga. Hapa Yanga imebeba mara 9 ikiwamo 2 mfululizo mwaka 2024 na mwaka 2025. Tukija Simba ngao ya jamii, Simba imechukua ubingwa mara 10 tangu mwaka 2021. Hii ni habari iliyopewa uzito hapa ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani. Halafu ikiwa imeambatana na picha za makocha wa timu kubwa hapa Tanzania, akiwemo kocha wa Yanga Mankoba Mngith pamoja na kocha wa Simba Steve Baka, wote wakiwa na the same pose, wameweka mikono nyuma na vile vile wamevalia kofia. Kocha wa Simba akiwa amevalia rangi blue, halafu kocha wa Yanga akiwa amevalia rangi ya white, rangi nyeupe. Vita namba 6. Ila jamani nyie, ngoja kwanza. Jamani, sijui itakubali. Mmeona habari ninayotaka kuisoma hii hapa. Mmeona kina Tomaso. Habari hapa inasema vita ya namba 6. Mmeona hiyo picha ni ya nani hapo? Feitoto huyo.
Kabeba kamera mwenyewe. Sasa sijui anapiga picha, maskini sijui anamulika nini. Vita ya namba 6, mabilioni yatajwa, wahusika hawajui. Ligi kuu bara Feitoto amezichezea Yanga na Azam. Amecheza mara 2. Ligi kuu bara mara 2, Feitoto amezichezea Yanga na Azam FC. Haya, habari inaendelea ukurasa wa 3. Fei jamani, unapendwa huku. Hii ni balaa. Watu na nyota zao. Baka aitegea Yanga dakika 15. Simba watacheza na Yanga ngao ya jamii kesho saa 2:30 usiku pale uwanja wa Amani. Habari inaendelea ukurasa wa 2. Namba za Bruno Arsenal zinaongea. Kesho Jumatano Arsenal watacheza na Como saa 3:30 usiku. Ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Mechi ya kirafiki kesho Jumatano, Man United watacheza na Leeds saa 3:30 usiku pale Croke Park. Ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwana Sport. Kata kiu ya michezo na burudani, lakini kiu kama haijakata usitie shaka. Hapa nacheza kama mimi. Uniwie radhi tu, nilichelewa kuanza kipindi na lazima tumalize magazeti tulionayo. Haya, sasa Feitoto anasema Selemani Wesele. Okay, Amani anasema Simba sasa sijui ni uongo mtupu, hakuna viongozi hapo ila ni walaji tu. Okay, Jumanne anasema kama kitu hakiuziki yeye afanye. Kama kitu hakiuziki yeye afanyeje? Shuleni mlikuwa mnaambiwa chunga moja. Jumanne nimekuelewa sana. Jumanne anasema kama kitu hakiuziki afanyeje? Lazima acheze na akili za watu Jumanne, si ndio? Anaona wewe unataka kitu fulani. Sasa yani haya maisha yako hivi, nipe nikupe. Yani hamna mtu ambaye anataka tu kwamba yani yeye awe ni mtu wa kutoa kila siku. Kuna muda unakuwa huna, kuna muda unachoka. Kwa hiyo unahitaji na wewe kupewa. Kwa hiyo hii inasema scratch my back then I'll scratch yours. Okay, Iskra anasema Yanga wamemtambulisha Selemani Mwalimu. Okay, nimesema hilo nitakuja nalo saa 5. Jumanne anasema waambie hao wana Simba Selemani Mwalimu amepotea njia ya kwenda Simba. Ameamka asubuhi yupo Jangwani, waambie wamjie. Aya jamani. Thompson anasema dada, mimi na kuagiza kwenye uongozi wa Simba wawe makini. Hapa ndio najua kwa nini makocha wanaondoka hapo. Wameshaharibu target ya msimu. Asante sana Thompson kwa ujumbe wako. Kenwon anasema Simba anapoteza kesho goli 3. Haya, asante sana. Jamani, aliyesema kwamba mnunue jezi kwa 100,000 alafu anaweka bilioni 5 mezani. Nimeelewa sana ujumbe wa Jumanne. Anasema kama kitu hakiuziki yeye afanyeje? Shuleni mlikuwa mnaambiwa chunga moja. Haya sasa, kanunueni jezi jamani, wana Simba, kanunueni jezi 100,000, mtapata nini? Fei ataletwa mezani, bilioni 5 zinawekwa hapo. Naligeukia gazeti la Uhuru, ukweli daima, habari kubwa inasema tamu chungu dabi Kariakoo. Haya, cousin, sogea hapa. Kwenye hii habari ninayosoma, mmeona nimewasogezea vizuri kabisa muone, na hapa siachi neno hata moja. Ngoja kwanza, gazeti linasomeka. Yes, linasomeka vizuri kabisa, siachi neno hata moja. Haya, twende pamoja kwa umoja. Mmeziona picha jamani zao wachezaji? Kuna mchezaji wa Simba hapo na kuna mchezaji wa Yanga, Dombia na Shalulile. Tamu chungu dabi ya Kariakoo, ngoja tupite nayo.
Ikibaki siku moja kabla ya Yanga na Simba kuchuana katika ngao ya jamii, mchezo huo utakuwa na utamu wa kuwepo kwa striker Peter Shalulile na Ibrahim Doumbia ambao wataongeza chachu ya ushindani wa miamba hiyo, huku uchungu ukiwepo kwa timu ambayo ilipoteza mchezo huo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki kuona nani atachukua ngao hiyo. Yanga na Simba zitachuana kesho saa 2:30 usiku katika uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar. Utamu uko hapa. Katika pambano hilo, utamu utakuwepo kufuatilia usajili uliofanyika wa kuboresha timu hizo, ambapo mwishoni mwa wiki makocha Steve Barker wa Simba na Mankoba Mgith wa Yanga waliamua kuficha mbinu zao kuelekea pambano la kesho. Makocha hao walitumia mifumo tofauti katika kipindi cha kwanza na kisha mfumo mwingine kipindi cha pili, huku wakibadilisha wachezaji karibu wote. Kabla ya kuchezwa pambano hilo, tayari utamu umeibuka kwa mashabiki kutaka kuona msimu ujao wachezaji Doumbia na Shalulile watafanya nini, kwani tayari nyota hao wameingia kambini, hatua inayoonyesha ni kwa kiasi gani nyota hao wapo fiti kuonesha makali hasa katika dabi ya Kariakoo. Doumbia alifunga bao la kwanza katika mechi ya makundi ya kombe la Sekafa dhidi ya Singida Black Stars kabla ya kupachika lingine katika mechi ya kirafiki dhidi ya Al Merrikh ya Sudan. Kwa upande wa Shalulile, alifunga bao la kwanza akiwa Yanga juzi katika mechi ya Yanga dhidi ya Eagles du Congo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mastraika hao wawili wana nafasi kubwa ya kukutana kesho wakati timu zao zikichuana katika ngao ya jamii. Yanga ni mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita, wakati Simba ikiwa ni bingwa wa kombe la FA kwa mwaka 2026. Bwaduke Machinga wazungumza. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa hivi karibuni na baadhi ya wadau wa soka akiwemo mchambuzi wa soka nchini Ramadhani Mbwaduke, zinaonesha kuwa Shalulile aliyekuwa Mamelodi Sundowns amefunga mabao 130 katika mechi alizocheza nchini Afrika Kusini. Pia takwimu hizo zimeonesha kwamba Shalulile amewahi kuwa miongoni mwa wafungaji bora katika mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika. Nyota huyo alifanikiwa kufunga mabao 6 katika msimu wa mwaka 2022-2023. Kwa upande wa mfumo wa uchezaji, Shalulile anaweza kutumika kama mshambuliaji wa kati katika mfumo wa 4-4-2 akitumia nguvu, kasi na uwezo wake wa kumaliza nafasi ya kupachika mabao. Kwa upande wa Ibrahim Doumbia, yeye amefanikiwa kupachika mabao 17 na kutoa pasi za kufunga mabao mara 4 msimu uliopita nchini Mali. Doumbia mwenye umri wa miaka 19 amesajiliwa na klabu ya Simba kutoka timu ya AS Korofina ya nchini Mali. Mshambuliaji huyo anatajwa kucheza nafasi ya mshambuliaji huyo, uwezo wake wa kufunga na kutengeneza pasi kwa wenzake ukimfanya kuwa mchezaji muhimu katika safu ya mbele. Mchezaji huyo imeelezwa kwamba ndani ya timu ya AS Korofina alikuwa anaweza kucheza mfumo wa 4-3-3 na kupiga mashuti langoni mwa timu. Habari hii inaendelea ukurasa wa 19 kwenye gazeti la Uhuru. Juzi timu ya Yanga ilifungwa mabao 2-1 na timu ya Les Eagles du Congo katika mechi ya kirafiki. Zanzibar All Star kutimkia Kenya. Habari hii inaendelea ukurasa wa 17. Messi amuaga baba yake ni habari inayoendelea ukurasa wa 16. Mgosi afunguka Simba Queens. Habari hii inaendelea ukurasa wa 19. Kini dabi Kariakoo kupigwa Zanzibar ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Msigwa azipa somo Yanga Simba ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Uhuru kwa Jumanne ya leo. Ezekiel anasema Simba moto wa kuotea mbali. Haya sasa haya ni magazeti bwana ambayo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo.